Karibu tutazame mengi ambayo yanaonekana katika uga mzima wa kimichezo ndani ya Simba Sports Club. Maboresho makubwa yakiwa yanazidi kufanyika chini ya kocha mpya Steve Barker ambaye anazidi kuitengeneza timu yake kuzidi kuwa katika uimara na ubora wa hali ya juu. Steve Barker anahitaji Simba Sports Club ya msimu huu wa 2025-2026 kufanya vizuri na hatimaye kutimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kila ambacho wamejiwekea katika msimu huu. Tunajua na tunatambua Simba michuano inayoshiriki michuano ndani pamoja na michuano ya kimataifa bado hawajaanza vyema zaidi. Ndani ya NBC michezo mitano wameshinda michezo minne, tayari wamepoteza mchezo mmoja. Tukija katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, tayari michezo miwili ya mwanzo Simba hawajapata ushindi wa aina yoyote ile. So inawagharimu na inawahitaji kutumia nguvu ya ziada warau kuona ni namna gani ambavyo watakwenda kupata matokeo mazuri katika mechi zinazofuata katika upande huo. Coach Steve Barker tayari yeye pamoja na benchi lake la ufundi wameainisha na kuweka wazi ripoti ya aina ya wachezaji wanaowahitaji, na ripoti hiyo moja kwa moja tunajua na tunatambua kwenye dirisha dogo la usajili huwa ni dirisha la nipishe nipite. Yaani hawa wachezaji wanakuja, lakini wapo baadhi ya wachezaji ambao wanapaswa kuondoka ili kupisha nafasi zao. Wapo wachezaji wengi mno, wachezaji wasiopungua 6 ambao panga zito linakwenda kukutana nao ndani ya Simba Sports Club. Automatically within hao wachezaji wapo katika makundi mawili. Wapo wachezaji ambao Simba inawavunjia mikataba moja kwa moja ikipata manufaa ya kuwauza kama Kibu Denis Prosper ambaye anatakiwa na timu ya Ahar Tripoli, lakini pia yupo Jean Charles Ahoua ambaye pia anahitajika na timu kutokea katika timu inayojulikana kwa jina Raja Casablanca JS Kabir, lakini pia yupo moja ya timu kutokea katika taifa la Iraq nayo tayari imeonyesha interest au nia ya kumhitaji Jean Charles Ahoua katika nafasi hiyo. So hao ni sehemu ya ambao Simba inakwenda kunufaika na mauzo yao katika hili dirisha dogo, na moja kwa moja inakwenda kupata wachezaji ambao watakuja kuchukua nafasi za nyota hawa wawili. Lakini wapo wengi ambao wanapaswa kuondoka ndani ya Simba. CEO Madam Zubeda Sakuru tayari kathibitisha na kuweka wazi zaidi ya kwamba panga zito ndani ya Simba ni kweli litapita katika hili dirisha dogo, ikiwa ni sehemu kubwa ya kutimiza matakwa ya ripoti ya benchi la ufundi, kwa maana ya kile ambacho kinahitajika na uongozi wa Simba ili tuweze kuitazama timu ikiwa katika sehemu ya ushindani, ufanisi, ubora na kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu na kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya mtaji mkubwa ambao wanaamini kwamba wanaweza kuwatengenezea mentality ya hali ya juu na kutimiza makubwa ambayo tayari wanahitaji kuyatimiza wana runyasi wekundu wa Simba. Sasa mwanamichezo, nitaomba tutazame mchezaji mmoja badala ya mwingine kwa wale ambao tayari nafasi za kuondoka ndani ya kikosi hichi zipo wa zaidi katika upande wa Simba Sports Club. Wachezaji ambao wanakwenda kuvunjiwa mikataba. Jina la kwanza ni jina la Joshua Mutale Budo. Budo ni sehemu ya wachezaji ambao Simba inahitaji kuachana nao katika hili dirisha dogo la usajili. Inahitaji kuachana nao kwa sababu ni moja wachezaji ambao tangu msimu jana ukiwa ni msimu wake wa kwanza ndani ya Simba ameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho Simba wanakihitaji katika upande wake. Ni mchezaji ambaye amekuwa in and off, kuna wakati anaweza akacheza mechi 18-6 without bao lolote, without assist ya aina yoyote ile. Na Simba wakitazama aina ya mahitaji yao, wanahitaji wachezaji ambao watakuwa na mchango mkubwa ndani ya kikosi na kuifanya timu kwa imara zaidi. Although Simba wameingilia kati dili la Djibril Sira. Hiyo nakupatia uweze kujua Djibril Sira ambaye ni winga Tereza ambaye misimu kadhaa iliyopita alikuwa ndani ya kikosi cha Azam baada ya kujiunga na ES Setif ya Tunisia, ameweza kuvunja mkataba wake rasmi na Simba ni moja ya timu ambayo tayari imemtazama kwa kina kama sehemu ya winga ambaye wanaamini experience yake, uwezo wake una uwezo mkubwa wa kuwabeba katika michuano ya kimataifa na kuweza kuifanya Simba pia kufanya makubwa ambayo wanahitaji. So Simba ameridhia Joshua Mutale Budo katika hili dili awe ni sehemu ya kafara, kwa maana ya kwamba yeye aweze kutolewa kwa mkopo ndani ya timu yake ya zamani Power Dynamo,
then upande wa Djibril Sira aje kuchukua nafasi yake katika upande huo. So Joshua Mutale Budo maisha yake ni mafupi ndani ya Simba kwa hichi ambacho tayari kipo katika hili dirisha dogo la usajili. Out of Joshua Mutale Budo, Simba wana nafasi ya kuachana na Jean Charles Ahoua katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Miongoni mwa ushahidi huko wazi, Ahoua tayari yeye mwenyewe anahitaji kuondoka ndani ya Simba na tayari amepata baadhi ya timu zaidi ya timu mbili ambazo zinamhitaji. Raja Casablanca, Fadlu FC, kocha wa zamani wa Simba anamtaka. Tukija katika upande wa JS Kabylie pia ni moja ya timu ambayo inamhitaji Jean Charles Ahoua. Ipo timu pia kutokea katika taifa la Qatar na Iraq nao wanamhitaji Jean Charles Ahoua. So ukitazama timu nyingi zinamhitaji, na mpaka wakati ninavyozungumza nawe Ahoua bado hajarejea Tanzania, yuko huko akiwa anazidi kushughulikia usajili wake. So Simba wao wapo tayari kuvunja mkataba wake wa miezi 6 uliosalia na kupata kiwango zaidi cha pesa ambacho kitatolewa na timu husika kati ya hizi nyingi ambazo zinamhitaji. Nje na Jean Charles Ahoua yupo Kibu Denis Prosper. Kibu naye ni sehemu ya ambao Simba kama watapatiwa wanachokihitaji wapo tayari kumvunjia mkataba katika hili dirisha dogo la usajili. Ukimtazama Kibu ni mmoja wa ambao pia kwa misimu ya hivi karibuni na hasa toka msimu jana uwezo wake umekuwa ni uwezo wa kawaida, jambo ambalo Simba wanaamini kwa aina ya pesa ambayo wanakwenda kuivuna kutoka kwa timu ya Ahli Tripoli ya pale nchini Libya, ana uwezo wa kuja kuwapatia kitu cha ziada katika pesa ambayo atakwenda kuipata na kumtafuta mchezaji mwingine. Nje na Kibu yupo anaitwa Juma Radaki Chasambi. Radaki Chasambi ni sehemu ya wachezaji ambao Simba inakwenda kuwatoa kwa mkopo katika timu ya JKT Tanzania, na makubaliano tayari yapo kwa pande zote mbili. Simba wameridhia kumtoa Chasambi kwa mkopo na JKT wapo tayari kuweza kumpokea Juma Radaki Chasambi katika nafasi hiyo kwa mkopo. Nje na Juma Radaki Chasambi pia yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Awesu. Captain Rucho ni sehemu ya wachezaji ambao pia Simba wameridhia kuachana naye moja kwa moja na kumtafuta mchezaji mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu katika eneo la kiungo. Majeraha ambayo amekuwa akimsumbua, lakini pia hata uwezo ambao amekuwa nao ameonekana kwa ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kawaida, jambo ambalo uongozi wa Simba umeweka wazi zaidi katika ripoti ya benchi la ufundi. Ni dhahiri shahiri Awesu atapaswa kupisha na kutafuta mchezaji mwingine mwenye uwezo wa hali ya juu. Nje na Awesu panga pia lipo katika upande wa Vedastus Masinde. Vedastus Masinde pia naye ni sehemu ya wachezaji ambao moja kwa moja anakwenda kuachwa ndani ya kikosi cha Simba. Huyu ni beki wa kati ambaye ameshindwa kuwa na game time ndani ya Simba baada ya Shamu Rushin Deluk pamoja na Wilson Nangu wote kuwa katika ubora wa hali ya juu. Simba wanamtazama bwana huyu mdogo ambaye wamemsajili kutoka TMA Stars, ni mmoja wa wachezaji ambao akiwatoa kwa mkopo timu kama KMC, timu kama Mbeya City, timu kama Mtibwa Sugar, ni mmoja ya timu ambazo tayari zimeonyesha nia ya dhati ya kumhitaji bwana mdogo anayejulikana kwa jina la Vedastus Masinde ili kujiunga na timu hiyo. So hao ni sehemu ya nyota ambao tayari Simba inakwenda kuachana nao moja kwa moja katika hili dirisha dogo la usajili na kuingiza baadhi ya wachezaji wengine. So kuondoka kwa hawa nyota zaidi ya 6 moja kwa moja ndio fursa na nafasi ambayo inawafanya wekundu wa Simba kupata sehemu ya wachezaji wengine wazuri ambao watakuja kuifanya timu yao kuwa bora, kuwa imara na hatimaye kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi na ubora mkubwa zaidi. Ni nani ambaye kati ya hawa wengi Simba inao kwenda kuachana nao ulitamani endelee kubakia katika upande wake? Kikubwa ni kwambie niwekee maoni yako, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo zaidi.